Dakika chache zilizopita tumetoka kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baina ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans, ambao mchezo umepigwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam, na tukashuhudia mchezo huo kitamatika kwa sare ya bao 2-2. Mabao ya Simba ni ya Libase Geye, Clatous Chota Chama, huku Young Africans wakichomoa kutoka kwa Prince Dube pamoja naye Bakari Nondo Mwamnyeto El Capitano. Mara baada ya mchezo huo kumalizika, tumezungumza na mashabiki wa timu zote mbili kwa maana ya Simba na Yanga, wakielezea hisia zao namna dakika 90 zilivyokwenda, wapi mnyama alikwama, wapi Young Africans alikuwa bora na kufanya comeback ya ajabu, na hatimaye mchezo kumalizika kwa sare ya mabao 2-2, na hatimaye hata gap ya point ni limebaki vile vile alama 5. Hawa hapa mashabiki wa Simba na Yanga wakieleza hisia zao. Simon Lumba ni mkazi wa Sabodo hapa. Naipenda Yanga Afrika. Mchezo kiukweli kwa upande wangu, japokuwa ni matokeo tu yaliyotokea, lakini yaliyosababisha referee, kwa sababu referee ameshindwa kubalance, amebalance mchezo. Ameona kwamba kama ile kuna penalty ya wazi kabisa pale, yeye hajaiona, amesema kama ni offside wakati ile ilikuwa penalty kabisa. Lakini yote kwa yote mpira umeisha, nashukuru Mwenyezi Mungu, matokeo ndio haya, lakini cha msingi waangalie waamuzi pia na wao. Bao mbili naipongeza Simba kwamba nayo imejitahidi pia. Imejitahidi kwa sababu Simba hii sio Simba ile ambayo imeiburuza mara 5 mfululizo. Kwa sasa hivi Simba naweza kusema nini? Amejitahidi. Kwa hiyo yote kwa yote ni wapongeze Simba, lakini pia na ilaumu kabisa hata kocha wangu pia wa Yanga Afrika, na yeye abadilike kwenye masuala ya kukaba, yani atoke kule tena kwenye kukaba, tushambulie, mpira ndio huo. Kwa mfano leo unaona jinsi alivyocheza. Amecheza kidogo, amejitahidi, japokuwa refa ametuhujumu. Hivyo yote kwa yote mpira umeisha. Tuangalie linachofuata. Alon Okello ndio hivyo, tuseme tu kwamba leo haikuwa kwake. Yaani tuamini hivyo tu kimpira kwamba leo haikuwa dhamu yake. Ile itakapofika atafika, hakuna sio mjua yule ni star boy. Hakuna ile asiyojua. Na kijana kinda kabisa, ni mdogo. Kwa hiyo tunategemea mazuri kutoka kwake. Asante. Majina ni Asneni Salum Saidi, mshabiki wa Yanga Afrika. Of course comeback ya goli 2 mimi nilikuwa nategemea, na lengo letu lilikuwa kuwafunga. Ulikuja juzi Aprili 29, nikakwambia wakija tutawafunga. Chupu wamechukua marefa mchongo, na juzi ulizungumzia kwenye content ya kuachukua marefa wa kigeni. Nilikwambia kwamba marefa wa kigeni wana tofauti yoyote na marefa wetu wa ndani. Kwa hiyo tumeona marefa wana makosa mengi. Kuna baadhi ya offside kwa Yanga ulikuwa unaona wananyosha offside, lakini hazikuwa kuna stahili kwa offside. Hata goli la Chama nafikiri tukipata picha za marejeo pale hapana goli. Of course performance ilikuwa nzuri. Yanga tangu msimu huu umeanza, katika game kubwa tumecheza vizuri, pamoja na game ya leo tumeweza kutoka nyuma tukafanya tuka level, lakini tufanye comeback kabisa pale. Au bingwa kwetu asubuhi tu. Wameshaacha ndala. Hawezi tena kufika tena kwenye gap la pointi 5. Kulingana na level yao uchezaji, kuja kupunguza gap la pointi 5 hawawezi. Kozi picha iruhusu, picha ilikuwa ni mbovu sana. Yanga walikuwa sahihi, hata wenyewe tumeona mpira ulikuwa utembei. Mfumo wa Yanga huwa tuna enjoy mpira ukiwa unatembea, kwa hiyo uwanja ulikuwa uturuhusu. Ndio maana kuna wakati unaona Pacome anataka kuchukua kijiji huku na kule, mambo yanakuwa mengi, tope linakuwa jingi. Jina naitwa Selemani, ni mshabiki wa Yanga sana na mwanachama, so shabiki tu, ni mwanachama. Tuambie mchezo wa leo unaocheza. Mchezo wa leo nikiuangalia, Simba amejitahidi kiasi kwa kipindi cha kwanza, ila baada ya kupata magoli mawili kuna slow motion ikabadilika, ikaonekanika Yanga sasa wanaanza kutafuta magoli. Bingwa naiona ni mbio rahisi sana, kwa sababu tumewazidi pointi za kutosha. Na ukiangalia mechi ambazo zilizobakia ni mechi rahisi sana, kwa maana mechi ngumu ilikuwa ni mechi ya Simba. Ila kwa sababu leo tumetoa draw, kwa sababu pointi zimebakia vile vile, na ubingwa tunaamini kwamba tunao. Twakibo Simba Sports Club, mwenyewe unaona nembo ikaka. Tuambie leo kimewakuta kitu gani Samuel? Waulize Yanga wamewakuta kitu gani. Walichoshukuru Yanga kwa nyumba ya pili ile karibia na uwanja ile walivyoingia, ndio tumeshindwa kupata pointi 3, lakini tunachukua pointi 3 hakika, lakini sio fani mchezo. Poa, pointi moja good. Bio za ubingwa kwa mnyama bado ziko pale. Bado tunahitaji ubingwa wa NBC. Pointi 5 gap naelewa. Ligi bado mbichi tunaelewa. Mechi zinaendelea. Tutakipiga na Yanga anacheza, akipoteza tu tutashinda. Ishu kubwa tuchukue ubingwa NBC, ndio kiu yetu kubwa yani kama Simba Sports. Mtani kitu kikubwa, sijapoteza game na mtani. Tumegawana point na mtani. Kwa hiyo bado na nafasi ya kuchukua ubingwa. Nafasi ipo ni kubwa sana kwa Simba Sports Club. Mimi siwezi kusema ku relax. Maana ile ni game.
Yeah. Kwa sisi watu wa soka tunaelewa game ni game tu, shehe wangu. Pointi moja ina save hapo, mambo mengine yataendelea. Naitwa Denge Logo, yenyewe mshabiki wa Simba Sport Club. Mchezo kuna matokeo matatu: kushinda, kufungwa na sare. Kwa hiyo imetoa sare yenyewe, haina shida. Yeah. Yaani kama mimi kwa nivyo kwa Simba, kwa sababu Yanga mimi amenifunga mara nyingi sana. Unajua Yanga kanifunga mara nyingi. Hata ile mwisho mechi ya kwanza umeona ile ya kafu nimemfunga finali. Afu hapa yenyewe tena nimetoa sare. Kwa hiyo ni kawaida tu. Kwangu mimi kawaida, labda kwa washabiki wenzangu. Hivyo timu yangu inaimarika. Hata ukiangalia ile mechi ambayo imeisha, tumeshinda dakika 120 ndio tumeshinda. Ila 90 yenyewe tulikuwa sare. Yaani sasa tuna 90 tumetoka zake. Kwa hiyo viwango vyetu wenyewe kwa sasa hivi vinaendana. Si umenielewa? Naitwa Omari, natokea mtaa wa Chikongola, au sio bwana? Mimi kama shabiki wa Simba nimeridhika na matokeo kutokana na mechi ilivyokuwa ngumu, game ilikuwa nzuri. Na upande wetu tumejitahidi kurekebisha makosa yetu ya msimu uliopita. Ukiangalia Yanga wametufunga mechi karibia 6 hapo nyuma. Tumetoka nao mechi sare Zanzibar. Juzi tumefunga kwenye Muungano Cup. Kwa hiyo na leo tumejitahidi kupata sare. Game ilikuwa ngumu sana kiukweli. So bado tupo kwenye mbio za ubingwa, hatukati tamaa. Hivyo yani. Uzembe wa safu ya ulinzi ya klabu yetu ya Simba. Ismail Ture alikuwa anachelewa sana. Kwa hiyo ukimwangalia Pacome kama mchezaji mzuri, mmoja wa wachezaji wazuri kwenye nchi yetu kwa sasa. Umeona bwana, alikuwa na kasi kubwa na nzuri. Kwa hiyo alikuwa mzuri kwenye kushambulia, kushuka na kusaidia mabeki wake upande wake wa kulia. Kwa hiyo sio mbaya. Tumepata sare, tunasonga mbele. Asante boss. Toka hapa katika mgundi pekee unaotengeneza furniture bora, na mazungumzia maeneo ya Chikongola hapa mnara wa Voda. Unazungumzia funga meza, unazungumzia Donji Furniture. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine.